yote. Ewe Mungu umetukuka. Baba tunakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. mtakatifu, 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 Bwana wa majeshi. dunia yote imejawa na utukufu wako. Wewe ni mtakatifu, 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 Bwana wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wako. winulie Bwana, mwambie Twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. 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 Father, we give you praise and we give you honor. Baba, tukupa sifa na heshima. Thank you for this opportunity to share your word. Asante kwa nafasi hii ya kugawana neno lako. Father, I decrease that you may increase. Baba, napunguka ndio ukaongezeke. Have your way in this meeting. Pata nafasi katika huu mkutano. Lord, Bwana, heal the sick ponya walio wagonjwa as it is your pleasure. kama vilivyo mapenzi yako. Lift our lives Inua maisha yetu as it delights you, O God. kama vile wewe yakupendeza Bwana. Deliver our lives from every bondage Komboa maisha yetu kutokana na minyororo yote. and restore joy in our hearts Turejeshe furaha katika nyoyo zetu. and do something new in this meeting Fanya jambo jipya katika huu mkutano. that will be phenomena outstanding and of remembrance Halo litakuwa jambo la kutambulika, la kuonekana katika ukumbusho. to the praise and honor of your name. Kwa tukufu na sifa za In neno. Jesus' name. Katika jina la Yesu. Why don't you put our hands together and celebrate Jesus? Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. Even as we have our seats in the presence of God. Bwana wabariki mnapoketi katika viti vyenu. Amen. 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 Even as we sit, we can open our Bibles in the book of James chapter 4. Tunaweza fungua vitabu vyetu katika Yakobo 4. James chapter 4 and verses 5. Yakobo 4:5. James chapter 4 and verses 5. Yakobo 4:5. Or do you think that the scripture says in vain, Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure? the spirit who dwells in us yearns jealously? Huyo roho akaenda ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. But he gives more grace. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Therefore he says, Kwa hivyo husema, God resists the proud, Mungu huwapinga wajikuzao, but gives grace to the humble. bali huwapa neema wanyenyekevu.
Hallelujah. Hallelujah. The few minutes the Lord has given us, Kwa dakika chache ambazo Mungu ametupatia, I want to share on the pitfalls for men of God. nataka kugawana nasi kuhusu mitego inayowanasa watumishi wa Mungu. The pitfalls for the servant or men of God. Mitego au mashimo yanayowanasa watumishi wa Mungu. The moment you confess Jesus as the Lord and Savior of your life, Ule wakati unaokiri ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yako, you became a servant of God. ndio ulifanyika mtumishi wa Mungu. You became a minister unto God. Ukafanyika mhudumu katika Mungu. And if there is somebody who drives the devil mad, Na kama kuna mtu ufanya shetani aghadhabike it kabisa, is he who has given his life to Christ. ni yule ambaye amekabidhi maisha yake kwa Kristo. Even a Sunday school child is a threat to the devil. Hata mtoto wa Sunday school bado ni tisho kwa shetani. A new believer is a threat to the devil. Mtu ambaye ameamini Mungu juzi juzi pia ni tisho kwa shetani. We bless God for the sisters that have joined us, Shukuru Mungu kwa wale wanadada ambao kuja who have received the good news ambao wamepokea ule ujumbe in their homes, kule and they manyumbani have come kwao, to the house of God. na wamekuja katika nyumba ya Bwana. Why don't we appreciate Jesus? Hebu tuwashangilie na tushangilie Bwana. Amen. Amen. Already hell is aware Kuzimu kunajua that they have lost a soul, ya kwamba wamepoteza nafsi, that they have lost a target. wamepoteza yule ambao walikuwa wameangazia. That's why Elder John called us to pray for them. Na ndiyo maana Yohana alituambia tuwaombee. We are ministers of reconciliation. Sisi ni watu wa kuunganisha watu kwa Mungu. When others are being called MOG, I tell you today, you are a man of God. Wengine wakiitwa watumishi wa Mungu, pia wewe ni mtumishi wa Mungu. You are a woman of God. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Heaven banks on you. Mbingu za kutegemea sana. Heaven is aware that you are a child of God. Na mbingu zinajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. That is why there is no mother who can forget his child. Ndio maana hakuna mama ambaye anaweza sahau mtoto wake. That's why God says he cannot forget us. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba hawezi kutusahau. Neither can he forsake us. Na hawezi kutuacha. But it is important for us to know today. Lakini ni muhimu tuelewe siku ya leo. Now that we have come to the Lord, sasa sababu amekuja kwa Mungu, the enemy Satan is pursuing to ensure we fall. Adui anazingatia kuona ya kwamba tumeanguka tena. Let me say this. When God sets to raise a man, the devil on the other hand orchestrates a pitfall. Niseme hivi ya kwamba wakati Mungu anaangazia kuinua mtu, na shetani pia anaangazia sana kumwangusha. Hallelujah. Amen. He's called the lifter of our souls. Anaitwa ndiye anainua nafsi zetu. The Bible says exaltation does not come from east or west, but exaltation comes from God. Ninasema ya kwamba kuinuliwa hakuji kutoka mashariki ama magharibi, bali kuja kutoka kwa Mungu. The Bible says he's able to raise from the ash heap. He is able to raise from the dust, even to cause you to reign with kings. Ninasema ya kwamba anaweza kuinua kutoka mavumbini ukale na wafalme. God is an expert of elevating. Mungu ni shujaa wa kuinua. Hallelujah. Hallelujah. That is why a shepherd boy is raised to become a king in Israel. Na ndio maana kijana ambaye ni wa kufuga ng'ombe na mifugo anainuliwa anakuwa mfalme. A son of a prostitute, illegitimate boy, is raised to become a leader of his brothers. Kijana ambaye ni mtoto wa kahaba anainuliwa kuwa ndiye analinda ndugu zake. A castaway and an outcast called Jephthah is raised to be a leader to his brothers. Mtu aliyekataliwa na akafukuzwa anaitwa Jephthah anainuliwa kuwa ndiye kiongozi wa ndugu. God is an expert of raising people. Na Mungu ni shujaa wa kuinua watu. And as I minister this gospel, I feel the grace of elevation in this service. Napohudumu na hisi upako wa kuinua watu katika hii ibada. When God is talking about pitfalls, he is ready to raise the church. Wakati Mungu anaongea kuhusu mitego, amejitayarisha kuinua kanisa. He is telling us that we are already in the arena of exaltation. Tuambia kwamba tuko katika nafasi ya kuinuliwa. Anytime when God talks about pride, anytime when God talks about humility,
you must be ready for a lifting. Wakati wote ambao Mungu ananena kuhusu kiburi na ananena kuhusu kunyenyekea, lazima ujitayarishe ili uinuliwe. Hallelujah. Amen. So I said, when God raises a man, the devil on the other in behind scenes is orchestrating that person falls. Hivyo nimesema wakati wote ambapo Mungu anakusudia kuinua mtu, naye shetani pia anakusudia kumwangusha. Jesus was exalted and given the name above every other name. But before Jesus is manifested, he was tempted in the wilderness by Satan. Yesu ameinuliwa na kupewa jina lililo juu ya majina yote, lakini kabla Yesu ainuliwe, bado kwanza alijaribiwa kule nyikani. Amen. Amen. You remember? Nakumbuka. He was told, akaambiwa, he actually was taken to the wilderness. Akapelekwa kule nyikani. In the book of Luke chapter 4, I won't read that. Katika Luka 4. It's a memory verse for everybody. Ambayo mnajua kila mtu. And the devil tempted him in 3 areas. Na shetani akamjaribu kwa mambo matatu. That 1 John 2:15 talks about. Yohana wa kwanza 2:15 inaongea kuhusu the pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes. Ile kiburi ya maisha na matamanio ya maisha He's ya told, macho. if you bow before me, Akaambiwa utakapopiga magoti then mbele I yangu, shall give you the kingdoms. nitakupea mafalme. You will be great. Utakuwa mtu mkubwa. You have power. Utakuwa na nguvu. You shall have authority. Utakuwa na mamlaka. And Jesus refused to bow to the enemy. Na Yesu akakataa kumuinamia. Let me tell you, if Jesus gave into the Satan's temptation, friends, we would not have the cross to save us. Niseme hivi, kama Yesu angeshindwa kujistahimili yale majaribu, hatungekuwa na msalaba wa kutuokoa. What are some of the common deep pitfalls for any child of God? Ni mitego ipi ama ni mashimo gani ambayo yamechimbwa ili kunasa wana wa Mungu? A pitfall is a carefully concealed trap. A pitfall ni mtego uliowekwa vile unaweza kukunasa vizuri. Hallelujah. Hallelujah. On the surface it looks harmless. Kwa macho yaonekana kama haiwezi dhuru. But when you walk on it, you fall into the deep pit. Lakini unapotembea juu yake unaanguka katika shimo. Anytime you want to trap a rat, you don't put a stone as a bait. Wakati wote unapotaka kutega panya, hauweki mawe kama ndio cha kuvutia. You look for something that the rat loves. Unaweka kitu ambacho panya hupenda. Some go for ngumu, others go for jaggery, others go for maize, others go for a piece of meat. Wengine wanaendea ngumu, wengine ni unga, wengine ni nyama na chochote kile. Because it must be appealing to the animal. Sababu lazima kiwe kinavutia yule mnyama. Are you following, friends? Yeah, mnafuata. So a pitfall is a carefully concealed trap. You can't tell it that there is a trap there. Kwa hivyo huu mtego umewekwa jinsi hauwezi tambua kwa urahisi ya kwamba kuna mtego pale. Hallelujah. And Satan is an expert of building traps for men of God. Shetani amewekeza sana katika kujenga hii mitego kwa wale ambao Mama, we want to see you still strong in the faith 20 years to come. Mama yetu tunataka kuona ukisimama miaka 20 inayokuja. My sister, we still want to have you serving God and enjoying presence of God even 30 years to come. Dada yetu tunataka kuona miaka 30 inayokuja ukitumikia Mungu na bado ukifanya kazi ya Mungu. Have you not, friends, seen people who preached God with charisma, with zeal, with clarity, with precision, but they fall away into drunkenness? Kwani hamjaiona watumishi wa Mungu waliotumikia Mungu kwa njia iliyokuwa kuu, wakienda na nguvu za Bwana, lakini baadaye wakaanguka wakarudi katika ulevi? Yesterday I was given a story. Jana nilipewa hadithi about a man who was a very committed, very devoted brother in the church. Kuhusu mtu ambaye alikuwa amejipeana sana kwa kazi ya Mungu. In his days of humility, he was a man of God. Katika zile siku za kunyenyekea alikuwa mtumishi wa Mungu. Until money came. Hadi wakati pesa zilikuja.
And he was transformed to a different man. na akabadilishwa akawa mtu mwingine. Today he's a drunkard. Siku ya leo yeye ni mlevi And also a loose husband. na bado anatoka nje ya ndoa. He's jumping from one pub to the other, buying beer for other levelers. Anaenda kutoka baa moja hadi ile ingine akinunulia wengine pombe. He's not comfortable carrying the wife with a scar, but he's comfortable carrying other women. Na hatosheki kubeba bibi yake kwenda kulewa naye, A man of God who has become a disgrace even in his village, mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa chukizo hadi kwa wale wengine, and has made God to be disgraced by men. na amefanya Mungu aonekane adhihakiwe. The enemy has pitfalls, friends. Yule mwovu ako na mitego. It is the desire of God that we will remain strong in him, Matamanio ya Mungu ya kwamba sote tutakuwa watu wenye nguvu remain relevant na tuwe watu ambao watajihisi kila wakati even in God. katika Mungu. Some of us who have known God for some few years, there are some age mates in Christ. Wengine wetu ambao tunamjua Mungu kwa muda fulani sasa, We kuna can- wale ambao tuliokoka na wao, We can cite that backslid, tunaweza watambua walirudi nyuma, more powerful than us, walikuwa na nguvu nyingi more kutuliko, graced than us. walikuwa na neema nyingi kutuliko, Hallelujah. Hallelujah. But they lost the way. lakini wakapoteza May the njia. Lord preserve us by his grace in Jesus' name. Heri Mungu atuhifadhi kwa neema yake. Let me give one of the common deep pitfall. Wacha nipeane moja wapo ya zile mitego ambazo And zinatumika. this is a pitfall of pride. Na huu ndio mtego wa kiburi. The pitfall of pride. Mtego wa kiburi. What is pride? Kiburi ndio nini? Pride is the unreasonable feeling of superiority. Kiburi ni kule kujihisi uko mkuu kuliko ulivyo. Feeling you are better than others. Kujihisi we ni mwema kuliko wengine. It is that unreasonable feeling of superiority as to one's talents, Ni kujihisi ya kwamba uko na vipawa vikuu, beauty, urembo, wealth, utajiri, rank and position, cheo na mambo mengine, abilities and achievements. na ule uwezo na umehitimu. You feel superior Unajihisi uko mkuu than others. kuliko wengine. It is an exalted ego. Ni kule kujihisi ya kwamba umeinuliwa zaidi. You think higher than you are. Unajihisi uko juu kuliko ulivyo. You give yourself bonga points you are not worth. Unajipatia yale mambo ambayo yanakuinua kuliko ulivyo. You brand yourself with a price tag higher than your value. Unajiwekea gharama ambayo si yako. Amen. It's called pride. Hicho ndicho kiburi. It is an exalted self-esteem. Ni zile hisia ambazo zimeinuka juu zaidi. It is giving yourself the front seats Ni kujikabidhi kile kiti cha mbele and ignoring the arrangement of the ushers. na kusahau vile mashemanzi wamepanga. Are you getting what I'm saying? Eh? You don't wait for ushers to direct you to where you should sit. Haungoji shemanzi ya kupeleke mahali ambapo panafaa. You assume everywhere you go, front seats are yours. Unajihisi ya kwamba mahali popote uendapo pale mstari wa mbele hapo ndipo unafaa kukaa. And that is the ego in politicians. Na hivyo ndivyo wale wanasiasa wanajihisi. Are you getting what I'm saying? Yeah. Any politician, wherever they go, they want to be recognized. Mwanasiasa yeyote mahali popote aendapo anataka atambulike. Proud people suffer from a recognition syndrome. Watu ambao wana kiburi huwa wanataka kutambulika kila mahali. The Lord is speaking this to us because He is about to raise somebody here. Bwana anatunenea hivi sababu amejitayarisha kuinua mtu. The Lord is speaking to this because there are people He's about to elevate. Bwana ananena hivi sababu kuna watu amejitayarisha kuinua. You are not getting what I'm saying. Haupati vile nasema. Please don't take offense in this message. Usiwe wa kukwazwa na huu ujumbe. Are you getting what I'm saying? Because Christians have a problem. Sababu Wakristo wako na shida.
that when you preach some sermons, they take offense. kwamba ukihubiri habari zingine Please, unakwazwa. don't take an offense in this. Usikwazwe na haya, Because there is already grace to lift somebody in this meeting. sababu kuna upako wa kuinua mtu To katika those who are mkutano. watching us from far, Kwa wale ambao wanatutazama kutoka from mbali, Colombia, from Afghanistan, from America, from London, wherever you are watching us from, there is grace for lifting in this season. mahali popote unatutazama kutoka Israel, kutoka Colombia, Germany, Somalia, kuna uwepo wa upako wa kuinua hadi kiwango kingine. We will not nurture the seed of pride, Hatutanyunyizia ile mbegu ya kiburi, because pride is a seed. sababu kiburi ni mbegu. That is why the Bible says when the pride comes, Inasema ya kwamba wakati kiburi kinaingia, meaning nobody is born with pride. kumaanisha ya kwamba hakuna mtu anazaliwa That is akiwa na why kiburi. Jesus says, as little children, Ndio Yesu anasema nyinyi kama watu wachanga, because children naturally are humble. sababu watoto wanakuwa na unyenyekevu. Pride comes. Kiburi huja baadaye. Amen. I may be speaking to you and you are not proud, Na nakunenea kwamba ikawa wewe hauna but kiburi, I'm enlightening you that pride comes. lakini nakupea mwangaza ya kwamba kiburi huweza kikaja. What is pride? It is the affinity for applause. It is the affinity for accolades. It is the affinity for congratulations. It is the affinity for appreciations and recognitions. Kiburi ndio nini? Ni kule kuwa na uvutio, ama unaweza vutia vitu kama kuinuliwa, kuambiwa maneno matamu na watu kuongea uzuri tu wako. It is the desire to be applauded. Ni yale matamanio ya kushangiliwa na watu. Hallelujah. It is the desire to receive accolades. When you do something and you are not recognized, you are offended. Ni matamanio ya kupokea zawadi ama kukabidhiwa sifa unapofanya jambo. Go to some fundraising and the main guest of honor, his amount is not publicly announced and you will be offended. Enda kwa mchango fulani na uone yule ambaye ndiye alikuwa mgeni mheshimiwa hajatambulika, atakwazwa. Wanataka tuhesabu moja mpaka 100,000. Male medaga tutale akom arutire girigana tutale abararie emwe ukoige emwe kinya tukinye We igana. count one, they we grab. Then imagine for how many seconds? Almost 3 minutes. Dakika And itatu that is tutale. money we would have just announced. The guest of honor has given 100,000. Na tungesema tu yule mgeni wetu wa heshima ametoa kadri ya shilingi 1,100. However, as I'm talking about pride, let me tell you, self-esteem is important. Lakini hata ninaponena kuhusu kiburi, kule kujihisi ya kwamba wewe ni mtu wa maana pia ni vizuri. Somebody say amen. Amina. Now, self-esteem is categorized in three main ways. Self-esteem inapangwa mara tatu. Number one, we have what we call high self-esteem. Ya kwanza ni ile ya macho. High. Ya juu. I mean, this is where you value yourself. Hapa ni pale ambapo unajipea gharama, so that you are grateful to your blesser. ya kwamba unashukuru aliyekubariki. Are you getting what I'm saying? You value your achievements in life. Unatambua yale zile hatua umepiga katika maisha. And you give God the glory. Na unapatia Mungu sifa. Are you getting what I'm saying? It is where you appreciate who you are. Pale ambapo unatambua na unashangilia mahali ambapo where you come from. Mahali ambapo umetoka. What you have achieved. Kile ambacho umeweza kutenda. So that God can move you to the next level. Ndio Bwana aweze kukupeleka nafasi hiyo nyingine. Every one of us, there is something good about you. Kila mtu yeyote kuna jambo ambalo umetenda lema. Avoid unhealthy comparison with people, with other people. Wacha kujilinganisha na watu wengine isivyofaa. Wives who are here, wale ambao ni wake, if you compare your husband with other men, I tell you, you will be a frustrated wife. Kama kila wakati unalinganisha bwanako na wale mabwana wengine, utakuwa mtu ambaye amepoteza nguvu. He can't make money like other men.
kwani hawezi tengeneza pesa kama wale wanaume He wengine? cannot think like other men. Hafikiriagi kama wale wanaume wengine. Other men are buying plots. Wale wanaume wengine wananunua plot. He's just encouraging me with farm cabbages. Yeye tu ananihimiza tuende tukalime Boga. maboga. If you compare your spouse, I tell you, with other men, other women, you will be a frustrated woman. Kama utakuwa tu unalinganisha mumeo na wale wanaume wengine, utakuwa mtu ambaye Appreciate your husband, appreciate your wife. Shangilia mme wako na bwana na bibi yako. Thank God that he brought that man in your life. Shukuru Mungu ya kwamba alikuletea huyo mtu katika Because maisha there are yako. many that of your age and they are still trusting God. Sababu kuna wengine ambao wako katika huo umri na bado You hawajafanikiwa. compare the brilliance of your child with other children, you will be frustrated. Kama tu kazi yako ni kulinganisha vile mtoto wako anafanya shule na wale wengine, utakuwa mtu ambaye amepotezwa na nguvu. I wish my child is growing faster than like the others. Heri mtoto wangu angekuwa haraka kama wale wengine. You don't know there is a woman who is barren praying, God, even if you give me a mentally handicapped child, I'll still be grateful. Haujui kuna mke mahali anaomba, heri tu Mungu hata angelipea mtoto ambaye hajakamilika vizuri. I don't know whether you watch on Facebook a certain, I think in one of the country, a boy who has been born in a family. Sijui kama umesoma kwa mtandao na ukaona katika news kijana ambaye alizaliwa katika He's 21 years old. familia fulani yako na miaka 21. Cannot speak Hawezi clearly. ongea. Those of us like Mr. Maina who did history. Wale ambao kama Mr. Maina ambao wamefanya historia. If history is correct, Kama historia ni the kweli. boy looks as if he is still under evolution. Huyo kijana ni kweli tu anakaa kama hajafikia Because mtu. his appearance Sababu uso wake is animal-like. unakaa kama wa mnyama. And the family of the monkeys. Na ni mnyama wa wale tumbiri. I'm telling you, look at that and you begin to thank God for the way you look. Unamwangalia tu na unaanza kushukuru Mungu kwa vile ulivyo. This boy cannot eat food with the family. The boy goes to the bush. Huyu kijana hawezi kula pamoja na To familia. eat grass. Msituni kula nyasi. The mother has devised a rope. Mamake ametengeneza kamba To tame the child. ili awe anafunga huyo kijana. And the mother is so grateful to God. Na huyu mama anashukuru Mungu sana. Because she has had other children who never made it even to 5 years. Sababu alikuwa na watoto wengine ambao hawakukuwa wafikia hata And miaka she 5. told God, Na akaambia if Mungu. the child I'll bear will live, Na akaambia Mungu, kama huyu mtoto ambaye nitazaa ataishi, I will glorify you. mimi nitakushukuru. Anytime you are not grateful of the things that are happening in your life and you compare yourself with other people, you become frustrated. Kila wakati unapokuwa haufurahii yale mambo ambayo yanakufanyikia maishani, utakuwa mtu ambaye amepoteza nguvu. Appreciate the church you belong. Furahia ile kanisa ambayo we unaenda. It may not be a glass cathedral, Yaweza kuwa sio cathedral. but let me tell you, those who are in glass cathedral started where others are. Lakini hata hao ambao cathedral ya glass And walianza mahali it has tulianza. taken them years to be where they are. Imewachukua miaka mingi kufikia mahali ambapo wamefikia. Are you getting what I'm saying? Umeshika hayo maneno. So self-esteem is appreciating who you are. High self-esteem. Then kuna low self-esteem. Kuna pia kujidhamini kwa chini. This is where you see yourself as useless. Hapa ni pale ambapo unajichukulia ya kwamba wewe hauna kazi. Those of us who are teachers are rife to this matter. Wale ambao ni walimu tunajua haya maneno. Yeah. Where students don't value themselves, they don't value where they come from. Ambapo wanafunzi hawajidhamini. Yeah. A student cannot introduce a man who comes as the father, she will introduce him as a grandfather. Huyu mwanafunzi hawezi Yeah. elezea baba yake kwa wengine kama baba yake, anamtaja kama ni babu yake. She tells the others, you know, my dad was not able to come. Actually, he is in Dadaab. He's a truck driver. He never made it. Actually, it is my grandfather who came. Anaambia wenzake kwamba baba yangu hangeweza kuja leo, yeye anaendeshaga yale matingatinga na ako mbali, alituma babu yangu. Let me tell you, church,
Low self-esteem invites the spirit of rejection. Niwaambie kanisa, kujidhamini kwa chini Yeah. huwa kuna ita Yeah. ile roho ya kukataliwa. Low self-esteem closes the door out against you. Kujidhamini kwa chini huwa kunafunga milango iliyokuwa imefunguka. Anytime you don't appreciate yourself, let me tell you, expect very many closed doors in your life. Kila wakati ambapo hujifurahii zile hatua umepiga, huwa unafunga milango ambayo Because it is a spirit. sababu hiyo ni roho. You find people rejecting you for no reason. Unakuta watu wanakukataa bila sababu yote. And then we have the exalted self-esteem. Alafu kuna kule kujidhamini ambapo kumepita mipaka, What is called pride. ambako tunaita kiburi. Let me show you characteristics of pride. Waonyeshe yale mambo ambayo yanaonyesha ya kwamba uko na kiburi. Are we still following? Bado tunafuata? Tuko pamoja? Thank you. Characteristics of pride. Number 1 Dhihirisho za kiburi ya kwanza is recognition syndrome. ni kule kutaka kutambuliwa. The desire to be acknowledged and recognized. Matamanio ya kutambulika. And when you are not recognized for your contribution, you are offended. Na wakati hujatambuliwa, Yeah. unakwazwa. When people don't recognize you with your title, Wakati watu hawaja kutambua kwa ile heshima unapaswa, you remind them who you are. unawakumbusha, mnakumbuka mimi ni nani? Don't you know I am the principal of the school? Kwani hamjui mimi ndiye mwalimu mkuu wa hii shule? Don't you know I am not a pastor, I am an apostle? Hamjui ya kwamba mimi sio mchungaji tu, mimi ni mtume? I'm not an overseer, I'm a reverend. Mimi sio wasia tu, mimi ni reverend. You don't invite them with that title and they get offended. Kama haujawatambua na jinsi wanavyotaka kuitanishwa, wanakwazwa. Amen. I thank God for this church. Mimi nashukuru Mungu kwa hii kanisa. And I don't think we will get there. Na sidhani utafika hapo. That when the pastor is going to where he sits, Na kwamba mchungaji akienda mahali anaketi, that we have a standing ovation for 5 minutes. na kwamba tunasimama wima dakika 5. Our pastor is not of that material. I know him. Yeye hajatengenezwa na hiyo material. And then women are told to urinate until until their throat goes coarse. Nao wamama wanaambiwa pigeni nduru hadi atakapofika hapa. We shall give men of God the honor that they deserve, but we shall not go to the extremes. Tutapea watumishi wa Mungu ile Hallelujah. nafasi wanapaswa, lakini hatutawainua hadi vile hawapaswi. Pastor Eric tells us that it is not title that gives responsibility, it is the responsibility that gives you a title. Mchungaji Eric anatuambia kila wakati ya kwamba sio title ni nini? Title ambayo inakupea kazi ni kazi ambayo inakupea title. Title ni nini? Cheo. Cheo, Because there are people with titles but cannot execute their responsibilities that the title carries. Sababu kuna watu wako na cheo lakini hawezi fanya ile kazi ambayo inalinganishwa na hiyo cheo. I know of people who are pastors but they cannot sit under a pastor. Najua watu ambao ni wachungaji lakini hawezi kaa chini ya mchungaji mwingine. I lifted one of them on Sunday. Siku ya Jumapili nilibeba mmoja wao. And he told me he does not belong to any church. He is sent to all churches. Kaniambia mimi ni mtume wa makanisa yote, mimi si wa kanisa moja. Siwezi kaa kwa kanisa moja. Let me tell you. Wacha nikwambie. If there is any source of frustration that you can ever have is when you do not have the place where you are sent. Kama unataka kuwa mtu amechanganyikiwa na mwenye hana mwelekeo, kuwa hauna mahali unaita nyumbani. A place that you are not commissioned. Mahali ambapo haujatumwa. A place that you are never sent, you have no cover. Mahali ambapo hujatumwa hauna kitu cha kukufunika. Your commissioner is your cover. Anayekutuma ndiye anayekufunika. Somebody say amen. Amen. Young people, don't go to a meeting to preach without notifying your father. Wanarika, msiende kwa mkutano kuhubiri
bila kuambia baba yenu, Because he will speak a blessing Sababu- and release you. atanena baraka na akuachilie. Can you say amen? Sema amina. So recognition syndrome. Kwa hivyo kutaka kutambulika zaidi. When God enables you to be a PhD holder, Wakati Mungu atakuwezesha kuwa na degree nyingi uitwe daktari, why have so many titles before your name? kwa nini ukuwe na cheo nyingi ama majina mengi kabla ya jina yako? We start with the doctor, Tunaanza na then daktari, the reverend, reverend, then the overseer, overseer, then the presiding bishop. cardinal. You have more titles than Jehovah. Uko na majina mingi kuliko Mungu aliyekuita. I know it is all over in this country. Najua hayo mambo yako kila mahali katika. Somebody gets a kiosk PhD. Mtu anapata PhD ambayo si ya uhalali, ya ukweli. And then everything in his introduction must change. Na kila wakati anapo tajwa lazima atajiwe hapo. Why, you people, don't you even know that this famous politician from Kirinyaga called Kangara, he is already a doctor. Hamjui huyu politician ambaye anaitwa Kangara ni daktari. Huwa mnamsikiza kwa Inoro, sio? It's called Kangara. Kangara, very, very vocal, very verbal. I saw yesterday that he is now a doctor. Niliona jana amekuwa daktari. Aye. In the family setup, Katika jinsi ya msingi wa kifamilia, can a wife earn more je, bibi anaweza pata mapato kubwa and the man is not threatened? kuliko mwanaume, na mwanaume hahisi ya kwamba hahisi anadunishwa? Tunaelewa hapo, eh? Aha. The woman is earning more. Bibi anatengeneza pesa nyingi zaidi, Her payslip is fatter. mshahara wake ni mnono, The husband doesn't even have a payslip. na bwana hana mshahara. But the man, the environment in that home that the woman has cultivated, the man feels secure and as the head of that family. Lakini yale mazingira yule mwanamke ameweka katika ile boma, yule bwana anajihisi yeye ndiye kichwa cha ile familia. Or can the woman provide financially in the family, but the glory goes to the husband? Ama je, bibi anaweza kuwa ndiye analeta chakula katika nyumba na anafanya mambo mengi, lakini utukufu na ile jina inamwendea bwana. She pays the house, Nalipa nyumba, she fuels the car, anaweka mafuta gari, pays school fees for the children. nalipa shule karo. But she still says, Lakini bado anasema, that was done by Baba. naambia watoto, huyo ni baba alifanya I am hivyo. telling you, if Kenyan women and Kenyan men, we are delivered from the spirit, our marriages will stand. Nasema kama wanawake wa Kenya wanaweza kombolewa kutoka huyu roho, Kenya inaweza kuwa, familia za Kenya zinaweza kuwa dhabiti. When the woman buys the cups, everybody must know that these cups were bought by Mama. Mwanamke ama bibi akinunua vikombe, kila mtu kwa kijiji lazima ajue na watoto And as wajue. the people are taking tea with those cups, she cannot give a testimony. She will give the story of the cups. Na watu wanapokunywa chai kupitia zile vikombe, hata nena kuhusu matendo ya Bwana, atanena kuhusu yale matendo yake kwa hizo vikombe. That these cups, I bought them all. Na hizi vikombe mnaona hapa ni za bei ghali, nilinunua mimi. Hallelujah. We were taught during Jackson and Faith that we are united as one family. Tulifunzwa hapa wakati wa harusi ya Jackson ya kwamba tumeunganishwa kama familia. Hallelujah. Amen. And men, can we feel secure? No, Can no. we still feel unthreatened when our wives have more money than us? Wanaume je, tuweza jihisi ya kwamba tuko secure wakati bibi ako na fedha nyingi kukuliko? Tondũ nĩguo twĩtungumanirie. Vile tumetafuta Na twagĩa ma stress na athuri. tunapata stress kama wazee. No augire athuri no magĩrĩirwo gũkorwo na mbeca. Nani alisema wazee tu ndio wanafaa kuwa na pesa? Biblia ilisema hata wabibi ndio wananunua, wanaona shamba wananunua. Vinasema ya kwamba hata bibi ndio
wanaona shamba mahali We are wananunua. not competitors, we are complementers. Sisi sio washindani, ni watu wa kutiana nguvu. Because I have seen men do shoddy, illegal businesses to prove to their wives that they are financially stable. It's a devil. Nimeona wanaume wakifanya biashara za magendo na zingine mbaya ili watu waonyeshe wake wao ya kwamba wao ndio wenye kusema katika ile boma. They don't want to go home early. They want to go when everybody has slept, so that they are not asked to account what they have achieved that day. Hawataki kwenda nyumbani, kurudi nyumbani mchana. Wanarudi wakati kila mtu amelala, ndio wasiulizwe leo umeleta nini. I am asking the women who are here in this church and those who are listening to me. Nauliza wale wanawake mko hapa na wale ambao wananisikiza. Provide in your family. Pea katika familia yako. Use your money to build your family. Tumia pesa zako kujenga familia yako. Start a business. Anzia biashara For that man. kwa huyo mwanaume. And don't start it as if it's your business. It's a family business. Na usichukulie hiyo ni biashara yako, ni ya familia. Empower him. Amtie nguvu. I can tell you the truth. Naweza kuambia The ukweli. potential of that man will be realized fully. Ile nguvu ambayo haiko imedhihirika ya huyo mwanaume itaonekana sasa. Somebody say amen. Amina. In the church, can you purchase an item or fund a project or give money, and even if you are not appreciated, you are still comfortable? Katika kanisa unaweza toa fedha zako ama ununue kitu ama ufanye kitu katika project, lakini kama haujatambuliwa ujihisi bado uko sawa. Why must we have a very long list of moving of thanks after a ceremony? Kwa nini lazima kila wakati baada ya ibada fulani lazima tuwe na wakati mrefu wa kushukuru watu? 30 minutes of moving thanks. Dakika 10 za kuleta shukran. I thank those who came to dig the hole where we have rested the person. Nataka kushukuru wale ambao waliamka mapema ili watengeneze nyumba ya aliyetuacha. I thank the women who came to prepare lunch. Tena nishukuru kwa unyenyekevu wale wanawake ambao walitengeneza I chakula. also thought to thank the men who gave their cars. Nishukuru pia wale wanaume walipeana gari zao. I thank the ministers who have officiated this burial ceremony. Shukuru wale ambao wametuwezesha kupumzisha mpendwa wetu. The moving of thanks is longer than the sermon. Na ile wakati wa kushukuru watu ni mrefu kuliko ibada ya neno. If you go unrecognized, are you offended? Ukienda na ukose kutambuliwa, je, utakwazwa? Somebody say hallelujah. Hallelujah. May the Lord heal us from recognition syndrome. Bwana atukomboe kutokana na huu ugonjwa. If you pay fare for somebody, must you remind the makanga, tell him I paid? Ukilipia mtu nauri kwa gari, lazima utambulishe kwa kila mtu ya kwamba hiyo ni yule aliye pale nyuma. It's not a must. Sio lazima. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Let me share this. I think this is good. Acha nigawanye hii sababu ni maneno mazuri. In my family, katika familia yetu, when we got married, tulipooana, this is what we did. Anytime we wanted to send money to my wife's place, hivi ndivyo tulifanya. Kila wakati tulipanga kutuma pesa kwa that was not my wife's responsibility. Hiyo haikuwa kazi ya bibi yangu. Even if it was her money, she gave me the money to send. Hata kama ni pesa zake, ananipatia nitume. Yeah. And I can tell you the kind of respect I am given there. Na naweza kuambia ile respect nimepewa huko, heshima is more than my wife's. Ni kuliko ile heshima imepewa mke wangu. Her parents respect me more than her. Wazazi wake wanamheshimu kuliko wananiheshimu kuliko wanavyomheshimu. Anytime my parents would want something, na kila wakati wazazi wangu walikuwa wanataka kitu, I never did it secretly. Si kutuma bila ama kufanya bila kuambia. In my position I'm not okay, but I think my wife is better. Naambia hisi sitaweza, lakini bibi yangu najua anaweza hiyo. Even if it is the money that was in my hand, I give it to her to send. Hata kama ni pesa nilikuwa nazo, nampatia yeye, anawatumia. But the problem with Kenyan people is that
when we are married, we still want to be celebrated where we come from. Lakini shida ya Wakenya, kama umeolewa unataka kutambulika sana mahali umetoka. Make your husband be celebrated where you have come from. Fanya bwanako atambulike sana mahali umetoka. Hallelujah. Don't make your parents to begin to sympathize with you that you got married to a stingy, mean man. Usifanye wazazi wako kuanza onea huruma. Kwa nini huyu aliolewa na mtu mkono birika? Anyway, number 2 characteristic of proud people. Dhihirisho ya pili ya watu ambao wako na kiburi is defensiveness. Ni kule kila wakati kujikinga. It is the inability to accept rebuke. Na uwezo wa kutokubali kurekebishwa. Defending your weaknesses and mistakes. Pingana na kule kurekebishwa na yale makosa ambayo umefanya. He who confesses a sin, the Bible says, will be forgiven. Yule ambaye atakiri dhambi zake, Biblia inasema ya kwamba atasamehewa. Anytime you find that when somebody rebukes you, you get offended, let me tell you, what is lacking in you is humility. Kila wakati unapoambiwa hii njia sio nzuri na unakasirika, kile unachokosa ni kunyenyekea. Your ego has risen. Kile kiburi chako kimeinuka zaidi. You don't imagine that somebody can rebuke you. Yaani uelewi vipi mtu anaweza kukukosoa? Me, a graduate. Mimi ambaye nimesoma hivyo. A father of children. Mtu ambaye ako na watoto wake. A husband. Bwana ya mtu. How can the pastor rebuke me? Kwa nini mchungaji anikosoa hivyo? Before he got married, my firstborn was in first year. Kabla aoe, mtoto wangu wa kwanza alikuwa mwaka wa kwanza chuo kikuu. How does he rebuke me? Actually, we are age mates. Sasa na mimi na Erika ni ile moja, atanikosoa vipi? In God you can be age mates, but you can never be grace mates. Katika Mungu mnaweza kuwa miaka ni inatoshana, lakini neema haitoshani. He who refuses to be rebuked suffers from pride. Anayekataa kurekebishwa ako na kiburi. And let me tell you, most proud people, since they don't want to be rebuked, they actually become argumentative. Watu wengi sababu hawataki kurekebishwa huwa wanaanza kushindana. Proud people are very quarrelsome. Watu ambao wako na kiburi wanateta sana. Let me tell you, anytime you find somebody who is very controversial, even in the matters of faith, pride is his necklace. Kila wakati unaona hata katika mambo ya imani mtu tu ananena maneno ya kukinzana, ako na kiburi. Are you getting what I'm saying? Unashika haya maneno? He wants to contradict every matter. Kila jambo linalosema unataka kupinga. He considers himself an authority. Anajiona yeye ni amejua zaidi. One of the things that person is wearing is a necklace of pride. Kitu kimoja ambao ni mkufu aliyovaa ni wa kiburi. See them contradicting on giving. Anapinga mambo ya kutoa. See them contradicting of tithing. Tawaona wakipinga mambo ya zaka. See them contradicting on issues of backsliding. Atapinga mambo ya kurudi nyuma. Pride is their necklace. Kiburi ndio mkufu wake. Because proud people are quarrelsome. Sababu watu wenye kiburi ni watu wa kuteta kila. They want to defend their position. Sababu wanataka to defend their position. Kuzuia ya pahali ambapo wamesimama. Am I speaking sense? Je, na nena jambo? If you are married and you are wrong, accept. Kama umeoa na uko katika makosa, kubali. Let me tell the men who are here. Niambie wanaume walio hapa. We can never compete with women as far as talking is concerned. Hatuwezi shindana na wake wetu. Ila tu tunaongea kuhusu kuongea. You stop talking and you still leave her parroting. Unaacha kuongea na anaendelea kuongea kabisa. Mr. Mureithi, ni ukweli. Mr. Mureithi, najua unajua hiyo ni ukweli. Never compete with your wife as far as talking is concerned. Msishindane na mkeo kama tu ni mambo ya kuongea. I was a victim until I got delivered. Nilikuwa ni mtu aliyekuwa na hiyo shida hadi wakati nilikombolewa. Men, let us run to loose
in arguments with the women. Wanaume tumezoea kupoteza mashindano na wake wetu. That's the way you have lost in SportPesa, Mike. Accept losing. Kama vile ulipoteza SportPesa, kubali hata ingine kupoteza. Hallelujah. Hallelujah. Let us accept you are wrong, even when you are right. Kubali uko katika makosa hata wakati. Humility is accepting sometimes that you are wrong, even when you are right and they are wrong. Humility ama ile kuwa na Unyenyekea. unyenyekevu ni ile kukubali ya kwamba uko katika makosa wakati mwingine hata wakati unajua Number kwamba 3 characteristic of proud people is a judgmental spirit. Ya tatu ni ile ya roho wa kuhukumu. This is always finding others devoid of reason and judging them. Ni ile unaona watu wengine hawajafikiria ama hawajatenda mambo ipasavyo. Hata he backslid. Alianguka. He has started taking alcohol. Alianza kukunywa pombe. Him. Hivi. And the way we respected him. Na vile tulikuwa tunamheshimu. A judgmental spirit emanates from a proud heart. Roho wa kuhukumu wengine huwa inatokana na roho iliyo na kiburi. May God help us. Mungu atusaidie. That even people backslide. Ya kwamba hata wakati watu wanarudi Even nyuma. if people will mess. Hata wakati wakifanya mambo mabaya. We will not wear the referee hat. Hatutakuwa hapo na roho Kofia. ya referee ama kofia ya referee. Bwana asifiwe. Amen. That we will still go with them in their weaknesses. Ya kwamba utatembea nao hata katika upungufu wao. We will love them. Tutawapenda. Hallelujah. Hallelujah. We will still be concerned about them. Bado utakuwa tunawajali. And know it is by grace we are standing. Tujue ya kwamba ni katika neema tunaposimama. It is by grace we are remaining pure and righteous, pursuing God. Ni katika neema tumesimama na tunaendelea katika utakatifu. Not by our principles, but by the grace of God. Si kwa ile misingi tuliyowekeza, ni sababu ya Mungu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Number 4 Ya 4 is self-talk of success and achievement. ni kuongea sana kujihusu na kuhusu jinsi ulivyo nawiri. Self-talk. Kujinena sana. Yeah. Always talking about the things you have achieved. Kila wakati unanena kuhusu yale mambo ambayo umeweza You know, if kufanya. I was not industrious in school, Unajua kama singekuwa nafanya kazi kwa bidii katika shule. you know, if I was not very hardworking, Unajua kama singekuwa mtu wa kufanya kazi, I would not have joined college. singefika college. Little did you know, there were people that were more industrious than you, and they never made it to college. Sasa hizo haujui kuna watu walifanya kazi zaidi ya ulivyofanya na hawakuingia katika college. Is that true or not true, friends? Kweli ama ni uongo? I am telling God to help me that I don't get into the pit of self-talk of achievement and contributions and abilities, because that is already an indicator of pride. Naambia Mungu nisianguke kwa hii shimo ambayo ni ya kujiongea sana na vile ambavyo nimeweza kufanya, sababu ni dhihirisho ya kiburi. Amen. When you buy a plot Ukinunua shamba and you are telling people you bought a plot, na unaambia watu ulinunua shamba, say it in a manner that you are glorifying God, not to show them that they don't think. ongea jinsi unavyo dhihirisha ya kwamba unatukuza Mungu, si kuwaonyesha wao sababu hawana. Hawafikiri. Wacha kuonyesha vile hawachori. Tiga kumuonia ule matacoraga. Mundu ni acoraga na musoro kaga kuhea. Mtu anachora na mchoro unakosa kuiva. Hapa hakuna mtu hajawahi chora. Utile moro tare wazo. Na ukaona pesa na macho na hukuiona. No kiona bia na maitho. Uliona hapo pesa inakuja. Wonire pesa ziukite. But you never enjoyed it. No ndo asinyigitire. We do not achieve what we achieve by mere labor. It is by the favor of God. Atufikii mahali tunataka kufika ama kupata chochote tunahitaji kwa jinsi tunavyojitolea. If you are talking of your achievement, talk about it to encourage somebody. Kama unataka kuongea mambo ambayo umefanya, ongea ili uhimize mtu. You people, have you ever been with people who are braggadocio, swaggers, boasters, and braggarts? Niko kuga. Kama sijui kama umewahi kuwa na mtu ambaye ako na kiburi zaidi, ako na majivuno, ako na They boast of what they have achieved.
wanaringa na yale mambo ambayo Much of what they talk is what they have done. kile tu wanaongea tu ni vile kile wamefanya. Do you find it grace to stay with them? Je, unajihisi uko na neema ya kukaa na watu That kama is hao? how God resists the proud. Hivyo ndivyo Mungu hukataa wale ambao The wako na way you kiburi. have no grace to stay with boasters, God has no grace to stay with them. Vile unajihisi tu uko comfortable ukaa na huyo mtu ambaye ako na kiburi, hivyo ndivyo tu Mungu anavyomkataa. Are you getting what I'm saying? That is why the Bible has told us in James 4:6 that God opposes the proud but gives grace to the humble. Ndio maana Mungu ametuambia katika Yakobo 4:6 ya kwamba hivyo ndivyo jinsi Mungu hukataa walio na kiburi na huinua walio na unyenyekevu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. That even though I will be exalted and I will not leave a church chair that they wait for the usher to wipe. Ya kwamba hata kama nimeinuliwa jinsi gani, sitaacha kiti ikiwa na uchafu ila tu asha akuje aoshe. You come to the church with an attitude. Unakuja kanisa na mafikira magumu. When you find the chairs are not arranged, Ukikuta viti haijapangwa, does this church still have ushers? kwani hii kanisa imekosa ashas? Have they forgotten their responsibility? Hawajuangi jinsi wanavyofaa kufanya You mambo. cannot arrange them waiting for the usher. Huwezi panga ukingoja asha. May God deliver us from that devil. Mungu atukomboe kutokana na huyo shetani. Hallelujah. Hallelujah. If the kitchen, the ladies who are there are few, get your lesson. Kama kule kitchen ama kule kitchen watu si wengi, Because funga leso. this parking lot will have Land Cruisers. Sababu hii parking lot itakuwa na magari Because mzito this mzito. parking lot will have very expensive cars, the man's car and the wife's car. Itakuwa na magari mzito, gari ya bibi, ya bwana na ya watoto. How will Mama Monene be coming to church and the husband is preaching in Nairobi last Sunday in our branch? Jinsi gani mama Monene ni Ni bibi mtu yangu yake. atakujaje kanisa hapa na mimi nahubiri Nairobi? You have our own car. Are you getting what I'm saying? Atakuwa na gari yake. Mom, you should be preparing an offering for that. What are you doing there? Prepare an offering. Serious. Or your husband to prepare one. I will not live here without an offering from your family. Tutapangana baadaye. Hallelujah. Hallelujah. I mean, that she can alight from that machine, not car, from that machine, but still get into the kitchen and prepare tea for ministers. Anaweza toka kwa hiyo gari kubwa na aingie kitchen atengeneze chai sababu ya wahudumu. Somebody say amen. Sema. May we never be filled with self, with what is this? Whatever you call it. Naomba tusijazwa na hayo mambo ya kujiongea sana. Hallelujah. Let me say this because I am winding up. Niseme hivi sababu namalizia. Pride people, let me say this, that submission, another characteristic, submission becomes an embarrassment. Wakati mtu ana kiburi, kunyenyekea huwa ni shida. Either to men of God or principles. Kunyenyekea kwa mtumishi wa Mungu ama kunyenyekea kwa mkuu wako. Listen to me. Nisikize. Hands become too heavy to be lifted. Mikono huwa mizito hivi ati haiwezi inuliwa. Have you ever seen that? Umewahi hivyo? That you go to a meeting just because somebody is rich and the person leading the worship is just a young man, says, can we lift up our hands in worship? And that man cannot lift. Unaenda kwa mkutano unaona sababu kuna bwanyenye fulani amekaa pale na ni msichana mdogo tu anaimbisha hapa, naambia watu acha tuinueni mikono yetu. Huyo hawezi inua mikono yake. And even if he lifts, na hata kama atainua, he will lift atainua tu like this. Haulegevu. I mean, submitting even to God, submitting even to the servant of God and principles become an embarrassment. Kunyenyekea kwa Mungu, kunyenyekea kwa watumishi wa Mungu, kunyenyekea kwa ukuu wako inakuwa ni shida. How? This slim girl is telling us to kneel down in prayer. Huyu msichana ambaye hata hajaweza
kujilisha, akuwe na mwili mzuri, anatuambia tuinue mikono yetu, To kneel down in worship. tupiga magoti tuabudu. Anytime when you find kneeling down and raising your hands in the house of God as embarrassment, let me tell you the truth, pride is creeping. Wakati wote unakuta ya kwamba kupiga magoti mbele za Mungu ama kuinua mikono yako ni kitu ambacho unaona ni kama kinaleta aibu, uko na kiburi. Let me say this. Anytime you find responding to an altar call is an embarrassment to you, pride is creeping with you. Kila wakati unapojihisi ya kwamba umesikia ya kwamba mhubiri amekunenea, utokee mbele na hauwezi tokea, kiburi kiko karibu na wewe. Some of us give the ministers ahead of time to describe you, including what you are wearing. Wengine hupea wahudumu kazi kubwa ya kwamba ulisikia wewe ndio ulitajwa, lakini unangoja aseme umevaa nguo gani, ulitoka wapi, nywele yako inakaa vipi. Our pastor tells us, even if the minister say it is the left eye and yours is right, you respond. Mtumishi wa Mungu anatuambia hata kama umesikia mhubiri amesema jicho lako la kulia liko na shida, unajua lako la kushoto ndio liko na shida, You respond. tokea. Somebody say hallelujah. Sema hallelujah. If you find yourself struggling to respond to another call, because now, have you ever found yourself you respond to some people's altar call better than the others? Je, umejikuta kwa haya mambo ya kwamba kuna mtu akisimama hapa aseme mtokee, nyote mnatokea. Mwingine akisimama aseme mtokee, atapiga makelele hapa na hataona mtu wa kutokea. Especially altar call for visiting preachers has a positive response than a host minister. Sana mwito wa wahubiri wa kutoka nje huwa unakujwa sana kuliko mwito wa wahubiri wa hapa ndani. Let me tell you, your host pastor has more grace to minister to you than a visiting minister. Nikwambie ukweli, mhubiri wa hapa akona neema nyingi ya kukuhudumia kuliko anayekuja, because he prays for you longer, sababu anakuombea kwa muda mrefu, and even more na zaidi. Somebody say amen. Why don't we raise our feet, we conclude this meeting. Situsimame tumalize huu mkutano. Amen. Amen. There are many characteristics, but for the sake of time, let's end there in Jesus' name. Amen. Amen. Next time, by the grace of God, we shall look at the dangers of pride. Wakati mwingine kwa neema ya Mungu utaangalia hatari za kiburi. One of them is disgrace. Ya kwanza ni kule kutoheshimika ama aibu. The other one is destruction. Nyingine ni kuharibiwa. The third one is demotion. Nyingine ni kuangushwa cheo. The fourth one is unanswered prayers. Nyingine ni kutojibiwa maombi. And this fifth one is a graceless and a favorless life. Nyingine ni kutokuwa na maisha ambayo iko na kibali na neema. Because God gives grace to the humble. Sababu Mungu hupea wanyenyekevu kibali. Humble people are strong. Wale ambao wananyenyekea wako na nguvu. Humility is not meekness. Kunyenyekea sio kutokuwa na nguvu. Humility is not weakness. Kunyenyekea sio kuwa mpungufu. Humility is strength. Kunyenyekea ni nguvu. I am telling God to help me. Mbia Mungu anisaidie to live a humble life. Uishi maisha ambayo yana unyenyekevu. God has been ministering to me this message for 3 weeks. Mungu amekuwa akinihudumia kwa huu ujumbe wiki 3. And the cry of my heart has been, Lord, make me humble. Na kilio cha moyo wangu kimekuwa, Bwana, nipe unyenyekevu. Let me tell you, church. Acha niwaambie kanisa. It is better to pray for God to make you humble than for God to humble you. Ni vyema uombe tu Mungu akupe unyenyekevu kuliko Mungu akunyenyekeshe. Akushushe. Amen. When God humbles you, disgrace and destruction is imminent. Wakati Mungu anakushusha, kuna aibu na kuna kutokuwa na kuna aibu. Father, we give you praise. Baba, tukupa utukufu. May this ministry, may this church
be identified with humility. Omba hili kanisa likahusishwe na unyenyekevu. We uproot the seed of pride. Twang'oa mzizi wa kiburi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Oh God Almighty. Mungu mkuu. May the attitude and the mind of Christ of humility be our mind. Wajale mafikira yaliyokuwa katika Kristo ya unyenyekevu yawe katika maisha. As you exhort us, unapotuinua, we will become lesser and lesser. Tutanyenyekea zaidi na zaidi. Moses was the most humble man in the universe. Musa alikuwa ndiye mtu mnyenyekevu zaidi. May this church be known to have the most humble people in the body of Christ. Wacha hili kanisa likawe na watu wanaojulikana kwa unyenyekevu zaidi. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. You are in this meeting, you have a need. Katika mkutano na uko na mahitaji. You're telling God, in this month of December, do something in my family, do something in my life. I request you to come forward. Unaambia Mungu, huu mwezi wa Disemba mimi niko na mahitaji, nataka unitendee jambo hili ama jambo hili. Na you are a parent, children are reporting back to school in January. Wewe ni mzazi na watoto wanarejea shule Januari. You are telling God, Lord, unaambia Mungu, Bwana, supply school fees for my children. Nipe karo ya watoto wangu. Much of what I had, I have spent it in other needs. Kile ambacho kidogo nilikuwa nacho nimekitumia kwa mahitaji mengine. Provide for me. Nipe Bwana. There's some people here. Kuna watu hapa. You are trusting God for academic mobility. Unatumainia Mungu kwa kuendelea na masomo. You have achieved your certificate, you want to go for the diploma. Umetimiza certificate yako, unataka kwenda kwa diploma, shahada. You want to believe God for a higher diploma or for a degree. Tumainia Mungu ya kwamba atakupeleka kiwango hicho kingine cha degree ama higher diploma. Ask you to come in the name of Jesus. Uliza pia wewe uje katika jina la Yesu. Listen, where you work, sikiza mahali ambapo unafanya kazi, you are already ripe for promotion. Already umetimia wakati wako wa kupandishwa cheo. But there has been delay. Lakini kumekuwa na kucheleweshwa. You are telling God, ambia Mungu, I feel that my due time has come. Hisia kwamba wakati wangu umetimia. My due season has come. Majira yangu yametimia. For me to have a higher position.